Mmesoma nini? Hakuna eh? Anataka nifanye hivi tumsie mkaondoka hapa mkasema uhubiri wa Kiislamu. Sijafanya, sina kitu mkononi. Nimeweka mikono, hakuna mtu jini aliyodondosha wala nini. Sikupaka chochote. Sasa nataka nikuonyeshe kazi ile. Naweka mkononi, naomba chupa moja. Mleteni mzazi mazingi pale anifungulie, naweka alafu nanyoosha sasa. Sasa angalieni. Maana nimetumia hivi. Nataka kuonyesheni wale majina, mapepo, majini, uchawi hawatoki kwa jina la Yesu. Ni kwa na maana hiyo. Fanya haraka wewe nani? Naweka hapa sasa, angalieni kila mwenye jini atakuja hapa. Angalieni wenyewe. Nani ya miaka 30 na faida ya matunda waliosilimu? Changamka haraka. Nimenyosha mkono, hamna chochote. Sasa nataka niweke, niwaambie wenye majini wote, naomba njia. Hapa naomba njia. Weke njia mpaka nje. Na hata hapa alikadhalika. Naomba watu 5 haraka dakika 2 afa nitashuka moja kwa moja. Jambo hili mwisho itashereheshwa na mdogo wangu Shafi, kwa sababu nilikuwa naye. Basi yeye Shafi ataenda kusherehesha moja kwa moja jambo hili. Nilikuwa Kiteto na Ustaz Rajab. Hao watu wa mafuta, hebu fanyeni haraka basi. Changamka kidogo. Weka mkononi haraka. Rusha, tumpe mtu haraka mkono kwa mkono tu hapo. Yako kule. Fungu kaka. Naomba sasa. Usiatoe. Sasa nimepaka mkononi. Sasa nimepaka wapi? Sasa nataka niwaeleze wale wote wenye shida na matatizo, wenye machini, wenye pepo wachafu, wenye mateso ya muda mrefu. Sasa tunakwenda kuambia wakati huu ni wakati wako. Tunaenda kuweka mkono, tunanyosha mkono popote ulipo. Unasumbuliwa na machini, wewe na mashetani, mapepo wachafu. Sasa ni wakati. Sasa ni wakati. Sasa ni wakati. Sasa ni wakati. Sasa ni wakati wako. Shetani, leo ndio siku yako ya mwisho. Shetani, leo ndio siku yako ya mwisho. Mapepo wachafu, shetani, chini, ni mapepo, ni wenye shida, ni machini na mashetani. Ninakwenda kuwakemea. Ninakwenda kuwakemea. Ninakwenda kuwakemea machini na mashetani wote. Ninakwenda kuwakemea. Ninakwenda kuambia mateso basi. Mateso basi. Mateso basi. Mateso basi. Shida zimekatika leo. Shida zote zimewekwa mikononi. Shida na mateso zimewekwa mikononi. Mungu ninakushukuru. Baba asante. Maana tazama maajabu haya nitayatenda mara hapa. Nitayatenda mara hapa. Mungu ninakushukuru. Mungu ninakushukuru. Mungu asante. Maana tazama majini leo yanakuogopa wewe. Baba asante. Baada umelipa nguvu, umelipaka upako. Ninakwenda kuambia upako una nguvu. Amen. Hakuna kiburi leo. Hakuna uchinga leo. Tulia hapo ulipo. Mwacheni. Tulia. Tulia. Tulia hapo ulipo. Ninakukemea. Ninakukemea. Fire. Asante Mungu. 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 Ninakushukuru. Ninakushukuru. Amen. Basi endelea. Naomba nimalizie kwa ajili ya kutaka kumleta mwenyekiti. Ananiambia atamleta Shafi. Bwana, nimefanya mara mbili. Kwanza nimenyanyua mkono bila kupaka, ili watu wajue kinachofanya kazi sio kwa jina la Yesu. Mnanielewa? Msiamini ni mafuta. Mimi ningetaka kuwa tajiri, mimi tajiri mwenzenu kwa kazi hii. Kanisani mie tajiri.
Unaona hao walikuwa hawapo. Lakini nadhani kaendelea hapa kote uwanja ukawa mdogo. Lakini nasema wanatosha. Basi kina mama wote sasa kaeni chini. Ngoja niwanyanyue. Nawaambia majini leo, agara kijana mdogo kama huyu shetani anamchezea. Shetani wewe ni hatari. Leo nitakufunga matita. Nikakutupe jehanamu. Shetani ninakwenda kumnyanyua, wala usimtese tena mtu huyu. Usimtese tena mtu huyu. Shetani wewe wakati wako umekwisha. Na utawala na mamlaka hauna tena. Ninazikemea pepo zote. Nyanyuka. Amen. Nyanyuka sasa. Uko Zakiemu hapa. Uko wapi? Anashangaa niko wapi? Anashangaa niko wapi? Vipi? Mbona unyanyuki? Nyanyuka juu. Mungu anakupenda leo. Embu sogea sasa ndani kidogo pembeni. Sogea sasa sana mkwanza. Usiondoke. Upo sawa? Anaona kama yuko ulimwengu mpya. Hana ulimwengu gani? Kapumzike. Hii ni matunda ya miaka 30 ya mahubiri na kazi. Haleluya. Mama, tulia. Fumba kinywa chako. Nyanyuka juu. Simama juu. Hakuna tena mateso. Nenda. Simama mama, kakae nyumbani kwako. Basi msiwalete huku tena, wanatosha. Tawafuata mimi huko. Mama pole kwa kilio. Simama juu. Simama mama, anashangaa. Mama anashangaa. Niko wapi? Mama nyanyuka, rudi kwako ulikotoka. Leo umefunguliwa. Mama pia nyanyuka, rudi ulikotoka. Mwambie asante Mungu. Mama hakuna kilio tena. Nyanyuka, nenda ulikotoka. Mama hakuna mapya leo. Yamekwisha mateso. Nenda ulikotoka. Bi mkubwa, nyanyuka, nenda ulikotoka. Hakuna tena mateso. Hakuna mateso tena. Nyanyua uso. Hakuna mapya tena. Nenda, umepona. Niongeze kidogo nimalize wa mwisho huyo. Niongeze kidogo haraka changamka. Niongeze mara moja. Mama anaona leo shule. Ninakuamuru tangu sasa hakuna mateso tena. Nenda kwa amani. Nyanyuka juu. Kawaambie watu habari njema. Imekuwaje? Aya. Anasema leo. Mama nyanyuka, kakae kule tayari. Mama anashangaa niko wapi? Mabwana, hii ni ajabu ya Mungu. Funga mafuta, funga haraka. Mafuta unapoacha wazi taratibu, kwa muda kutoka jini anakuwa na nguvu. Mpeleke taratibu akakae chini. Mabwana, tuna ndugu yetu, ninamwambia hakuna mateso tena. Halo nyi watoto, hebu simama juu. Huyo tayari. Mama rudi kule. Mume wako. Nenda kule mama. Huyo wacheni huko, nitakuja na huko. Unaendelea wacheni. Huyu bwana mkubwa leo hakuna tena. Simama juu. Nyanyuka juu. Nyanyuka haraka, muda unakimbia. Tuna muda mdogo. Simama juu. Leta mafuta haraka. Kimbia haraka. Simama juu. Simama kabisa. Majini ni wabaya sana. Ninakuamuru na majini wote, ninawaambia rudini Zanzibar kwenye bahari kule. Watukufu wa Islam, rudisha mafuta, funga. Watukufu wa Islam, naomba niseme kitu kimoja. Tutulie hivyo, kuna mwisho baada ya Ustadh Shafi nitakuja. Kwa hiyo usinyanyue mguu ukaondoka. Mwisho nawaambia Waislamu, mafuta haya wala sio kwa jina la Yesu. Hata ukimtaja mama yako mzazi tu, kwa jina la mama mzazi, jini atadondoka tu. Sio, mnanielewa? Kwa hiyo msije mkasadiki. Lakini mwisho haya mafuta, mimi kuna gari kwa hapo tutakuchangia.
iweka nyumbani kwako kwa ajili ya chawi, majini, mashetani, si kitu gani. Mabana mafuta haya na wakia kwa shilingi 80 ndogo 25 tutachukua baadaye, ila kesho asubuhi niko kule kwa Dr. Sule pale ofisini kwake Mbagala 10 msikitini inshallah. Na CD ile niliyozungumza Mtwara ya siri za kanisa, hii hapa mabwana, ni DVD hatari tajiri ya Dar es Salaam. Muone mpiga picha wewe, shilingi 3000 nadhani inshallah. Mwisho nimwachie mwenyekiti. Shafi inshallah. Karibu. Njoo pumzike, utamalizia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waislam takbir. Takbir. Sio mchungaji tu, hata mimi naweza. Kwani si nikipaka tu nikifanya hivi hapa? Mimi nashangaa kweli, kesi kaiacha mihela huko bwana. Kama vipi na sisi tutengeneze msikiti wetu, tunasema tunatoa pepo kwa mafuta. Au hatutaji mafuta, tunatengeneza bonge la msikiti, huo wa ajabu utakuwa huo. Tunasema jamani, msikiti huu tunatoa mapepo ama mashetani, na sisi tunasema kwa jina la Mtume Muhammad. Msikiti wa upako. Eti tuite msikiti wa upako. Waislamu, huyu bwana ameifanya hii kazi, lakini amechokoza vitu ya. Atake asitake, kuna vitu amevichokoza. Katika jambo ambalo wenzio wanapata maslahi ya dunia, wanaonekana wanaishi maisha bora katika dunia, wanaonekana wanapata thamani bora katika dunia, katika tukio ambalo kuwadanganya watu kwamba mashetani yanatoka kwa jina la Yesu, wewe unakuja kuweka wazi kwamba uongo, shetani anatoka kwa mafuta aina fulani. Wewe unaonaje uchokozi? Yani si jambo la ajabu kumsikia yule bwana mchungaji kesi kwamba kesho hayupo katika dunia, ni jambo la kawaida. Ustazi kesi ni jambo la kawaida kwa ili alolifanya. We mzee wa upako anatembea gari, watu hawana gari, wanaishi maisha bora. Kuna mtu kauza kanisa kaenda Marekani kustarehe kwa kazi hii. Wewe unakuja kuumbua, unasema hapana, mbona kazi ndogo tu, nikinyosha tu hivi, nikipaka mafuta ambayo yametajwa katika Qur'ani, nikifanya hivi, we jini unatoka mwenyewe unakuja. Uchokozi wewe, hali mbaya. Uislamu uchokozi? Nauliza, uchokozi? Hii ndio kazi ya wahadhiri inayofanyika. Huyu anayoyafanya ni mabaya. Sisi wahadhiri tunapofanya hii kazi, leo kiongozi wa nchi, labda waziri mkuu wa nchi, yeye anasema kwamba Yesu Mungu, wewe unainuka unasema Yesu sio Mungu. Wewe unaonaje? Kanisa haliwezi kukuacha shekhe. Haliwezi kukuacha kanisa, lazima litakufanyia mambo tu. Lakini kajitoa mwanga, hata nikifa mimi biidhnillah, insha Allah Mungu kaniandalia yaliyo bora kuliko hii dunia. Ndugu zangu, hii kazi ngumu, tena ina mashaka. Tena ina mashaka makubwa sana. Kwanza mnapigwa vita na makafiri, alafu waislamu wenyewe nao wanakupigeni vita. Ukifanya masiala hii kazi unaweza kusema bwana, kama vipi bora nitafute mshipi nende zangu Kigamboni nikavue samaki. Mikelele ya nini? Unaweza kusema hivyo au kama vipi bora tu nimekonda wa daladala Tumbagala Kariakoo, nishamaliza mchezo, sigombani na mtu. Lakini huku nagombana na makafiri, huku waislamu wenzio nao wanakupiga vita. Mimi nataka nizungumzie jambo moja ambalo limetupata mimi, Ustadhi Ibrahim Bakozi na Ustadhi Mazinge katika mji wa Mtwara. Ndugu zangu hao walitangulia Mtwara kufanya muadhara, mimi nikaenda kama siku ya 3 yake. Lakini wakati wananiambia niende Mtwara, napanda gari na kwenda Mtwara, ile siku nafika katika muadhara, nikajua katika muadhara kuna malumbano na katika muadhara kuna bifu kubwa imetokea. Kwa nini? Nilisikia shehe mkuu wa ule msikiti pale
anatetea wale watu ambao wanapiga nyanga, wanaita chipiai. Mnawajua chipiai? Si mnawafahamu chipiai? Au kingwendu? Wanapita na nyanga zao, kila nyumba watu wanachangishwa 200 wanakwenda wanatoa mapembe, wanatoa chupa ina damu. Basi kule Mtwara wale mabwana walifika. Walipofika mji mzima ukawaunga mkono, isipokuwa baadhi ya Answari Sunna walikataa. Na wale waliokataa walitengwa kwamba hawa ni wanafiki, ndio wachawi wenyewe. Wanapita katika kila nyumba, wanatoa pembe, wanatoa chupa, wanatoa hivi, wanaenda katika kisima, wanasema wagonjwa wote wanaumwa hapa. Kuna bibi mmoja anakaa nyumba hapa akatumbukiza uchawi humu ndani ya kisima. Kwa hiyo kila anayekunywa maji ndani ya kisima huyo ataumwa tu. Mnyambe mpaka leo msikiti hauswaliwi. Mnyambe ukishashuka Newala unaingia ndani kupanaitwa Mnyambe kwa Makonde, hawaswali. Kwa nini? Wale chipiai wamekwenda, wakaenda kibla, wakafukua chini, wakatoa chupa lina damu, wakasema huyu imamu wenu anakunywa damu zenu wote Waislamu nyinyi. Watu wakamgeukia, wanataka kumpiga. Bahati mbaya ama nzuri, yule imamu mtu wa pale mzee anajulikana, watu wakasema msimpige, lakini ule msikiti umesuswa na imamu naye kasusa kuswalisha. Maneno haya kama naongopa, wallahi wa billahi wa tallahi, Mungu anifanye kitu kitachokuwa mfano. Tumefika Mtwara tunakutana na hali hiyo. OCD anataka kuzuia, kashindwa, akazuia mara kwanza, kakamata wale vingwendu sijui chipiai wa Makonde, wakatoka na mapanga na mashoka, wakaenda kituo cha polisi, wakapiga mawe na pikipiki ya polisi wakachoma moto. Unachezea wa Makonde? Si unasikia gesi huko? Mjomba hapa atoki mtu. Basi mimi nimefika nakuta hiyo hali, wenzangu wakapambana. OCD akaona hapa bwana, ngoja niwafate hawa kina Mazinge. Kamfata Mazinge, hapa Mtwara kuna jambo kadha na nyinyi mnakusanya watu wengi, mnaweza kutusaidia? Mazinge akasema sisi tutakusaidia, lakini sio kwa kutaka malipo. Sisi tutakusaidia kwa dini yetu inavyosema, kwa sababu sisi tumekuja kutangaza dini. Yule shehe wa imamu pale mkuu, tunafanya muhadhara hapa na msikiti ule nyumba hiyo hapo ukivuka barabara, anasema jamani, mimi natangaza wale chipiai waungwe mkono, wale vingwendu waungwe mkono, kwa sababu wanafanya kazi ya maana. Akatoa mfano akasema, kama vile anatokea mtu anakupigeni na panga lake, anakupigeni, akatokea mtu mmoja akaja kumkamata na ule upanga asikupigeni, huyo mtu kafanya jambo jema baya. Watu wakaitikia jema hilo. Sasa watu wanatuloga, wanatufanyaje? Mtu anakuja anatoa uchawi wao, nyewe mnasema ubaya huo. Mwanangu, tukapigwa vita tena mara ya pili, tukapagiwa na kundi robo la Answari Sunni na waamini bwana. Wakisema no, tukawaambia twendeni. Mungu si Asumani, likaletwa swali mezani. Jugu Mazinge, make kule anajulikana Mazinge tu. Mazinge nauliza swali, mimi ndo nafika. Swali langu nataka kujua, Uislamu unasemaje kwa mtu ambaye anatoa uchawi ndani, hali ya kuwa anakunywa damu ya paka, anakunywa damu ya kuku? Uislamu unasemaje? Alafu wanatoa uchawi wakiwa uchi, wanasema huyu mwanga aliyoko ndani yuko uchi na sisi hapa tunaingia uchi. Watoto wadogo wanashangilia na kina mama wa Mbeya, yani mwanamume yuko uchi, wanakaa na wao wanashangilia mtu anatolewa uchawi. Mtoto wa sekondari Hussein naye alikuwepo, marhaba, watu wanashangilia. Sisi tukasema kwa mujibu wa Uislamu, uchawi ni jambo baya, halikubaliki, lakini kuna sheria zake katika Uislamu jinsi ya kuondoa uchawi. Na mtu anayekunywa damu ya paka ama ya kuku, kile kitendo cha kunywa damu peke yake ni haramu, na kile kitendo cha kukaa uchi ni haramu. Na vile vile tunakwambieni kwamba hawa hawatoi uchawi, hawa wanachofanya ni mazingaombwe kukudanganyeni. Watu wakazomea, basi tuna mtihani. Ndio maana nasema kama mashehe kama mjavumilia mtaacha kazi ya Mungu. Wabaki na kwambieni mtaacha. Unaweza kusema mimi bwana, basi bwana, kwani nini, si nitaswali tu nyumbani nitaondoka zangu.
Basi unasusa. Basi bwana, watu wakagawanyika tena. Haiwezekani, haiwezekani. Uongo. Mimi nikamwambia Ibrahim, ndugu yangu, tukakaa kikao, tumekaa. Sasa tunafanyaje? Ibrahim akasema ile michezo mimi naiweza. Unaiweza? Naiweza. Sasa ili kuondoa fitna ionyeshe ile michezo uwanjani. Bwana huyo hapo huyo. Huyo hapo. Haya mchungaji huyo hapo. Zima bwana. Mchungaji Njonge na mtu wako. Mbona nileta mimi bwana? Sasa mimi najua mafuta ninayo mimi. Kwa unataka nitie ngumi saizi? Kaa kwa mchungaji hapo upate vitu. Ili leo mbona neno? Mwingine sio. Waislamu takbir. Takbir. Basi Ibrahimu akasema yale mambo mimi nayaweza. Tukamwambia ili kutoa utata na wewe afanye yale mambo. Basi Ibrahimu akaandaa mambo yake, akaja uwanjani. Waislamu kama hivi mlivyo, watu wamejaa mara mbili yake. Ibrahimu akaanza uwanjani pale. Mara katengeneza sigara imetoa hela, mara yai sijui limetoa nini, mara nazi sijui imetoa damu. Yani ule uongo wote akausema. La mwisho watu wakasema tunataka kutoa pembe. Hilo ndio lilikuwa linasubiriwa hilo. Mazingi akamwambia pembe itatolewa. Manake wale Mazingi aliwauliza swali, mimi mwenyewe nilikuwa sina. Aliuliza, nyinyi watu wa Mtwara hawa wanakudanganyeni? Kwa sababu kila nyumba wanayokwenda wanatoa pembe, wanatoa chupa. Ina maana wachawi wa mji wa Mtwara mzima wote wamesomea kwa mganga mmoja, uganga wao chupa na pembe tu basi. Nikaona umdude wa maana. Basi bwana Ibrahim hata nilikuwa sijui ya kuniambia, sijui kafanyaje, kaita Waislamu wamechimba mshimo pale. Kuchimba mshimo wakati watu wa maji wenyewe wanaita poza, kutiwa yale maji. Naona mtu kazama chini, kuzama katoka na matope. Kazama mara pili katoka na matope. Mara tatu katoka na mbonge wa mpembe, alafu ule mpembe una rangi una damu. Watu hi. Sasa najua kilichotokea nini? Na sisi wachawi. Makonde nuksi. Tukaambiwa na sisi wachawi. Lakini bahati nzuri tukapata grupu la watu likaongezeka. Mungu akajalia muhadhara tukamaliza, tukahamia Magomeni. Tulipohamia pale Magomeni tunafanya muhadhara. Ile siku ya tatu mimi saa 11:30 nipo kwenye jukwaa. Wakati huo nina mada yangu ya 7 Mathayo. Waislamu niipige na leo nisipige? Waislamu nipige nisipige? Basi nili wakati huo ndo naipiga ile mada 7 Mathayo. Hiyo mada ikipigwa acha masia. Basi wakati nipo kwenye jukwaa naona Waislamu hawashughuliki na mimi, wanaangalia barabara kubwa kule. Mimi nauliza kule kuna nini? Kuna nini kule? Baada ya dakika 5 ndugu zangu natazama kule barabarani na kuta watu wanapiga nyanga, wanakuja hatumtaki Mazinge. Wana mapanga, wana mashoka. Hatumtaki Mazinge. Nikasema sasa hapa kwanza nitangulize shahada. Wallahi wa billahi wa talahi, Waislamu kama anasema uongo Mungu anidhalilishe. Nikasema leo sasa shahada ndio inayohitajika, hakuna chengine. Wakati nipo kwenye jukwaa wale jamaa wanakuja. Wakati wanakuja mimi nipo kwenye maiki, nikamwambia Waislamu tulieni hivyo hivyo kwanza. Wakati sijamaliza maneno hayo Mazinge kakamata yeye, kwa sababu yeye ndo alikuwa amiri. Akasema asinuke mtu, kaeni hivyo hivyo. Watu wakakaa chini, wale jamaa wanakuja tu. Akawaambia hapo hapo simameni, wakasimama. Sasa kabla hajatoa kauli Waislamu wafanyeje, kuna mjinga mmoja akaenda akakata waya wa umeme, mawasiliano hakuna. Akatokea Muislamu mmoja anauza dawa na lile spika lake lile kubwa lile. Akalileta haraka sana kwa Mazinge, Mazinge akalichukua. Akasema Waislamu hapa anakufa mtu. Akasema hapa anakufa mtu. Bwana wewe, ile piga subhanallah.
ngumi zilipigwa vibaya mno. Sasa ujinga, ngumi zile najulikana mimi, Mazinga, Ibrahimu, Hussein, wengine wote hawajuani. Mnafanyaje? Watu wanapigana, tukapigwa panga, akapigwa nini, kafanyaje? Yule Ibrahimu nguo yake yote ililoa damu. Najua Ibrahimu anapenda sana ugomvi wa dini, lakini sijui kwa nguo yake yote ililoa damu. Sisi tumekamatwa na watu, tumewekwa pembeni. Mabwana zilipigwa ngumi saa 12:15 mpaka saa 1 kasoro, watu wanapigana. Wale mabwana wakatoka mbio, watu wakawaunganishia. Sasa mchezo ukawa wapi? Tunataka tupande gari letu. Ibrahimu alikuwa na gari lake, tunataka tupande lile gari tuondoke. Akatoka Muislamu mmoja akasema, msiondoke na lile gari, acha tukusindikizeni, watakusubirini pale njia panda. Bwana kama alijua bwana. Kila mtu anaambiwa panda gari, hataki. Mazinga hataki, Ibrahimu hataki. Atuambia Shafi panda, ni pande. Maana ngumi zile ukipanda si ndio unaonekana. Lakini watu wakanishawishi, ngoja nipande bwana, liwalo na liwe bwana. Mimi nikapanda. Kuna msomaji wetu anaita Sahaba akatangulia na pikipiki. Waislamu tumekwenda na lile gari, Waislamu kama 200 wako nyuma, wana mawe, wana mapanga na wao. Tumekwenda, tumefika pale njia panda. Bwana we, kama walijua yamepangwa matairi pale, umechomwa moto, unaambiwa majiwe, gari haipiti. Ngumi zimeanza upya. Wanaume wanatokea vichochoroni tupiga mawe kweli kweli. Akaja mtu akapiga gari la letu lile kioo cha nyuma, akapasua lile gari. Mabwana watu walipigana hapo. Sisi wakati huo sijui utatutafutia wapi. Ukimbia sunna bwana, kukamata ndo faradhi. Famasiani. Basi dakika 15 tukaona defender kama 7. Za OCD analeta defender sasa. Defender zinakuja huko, zinapiga kingola, zinatupa mabomu ya machozi. Swali lao moja tu, Mazinge yuko wapi? Wanajua akashakufa. Kwa Mazinge muuliza wakati wao yuko wapi? Yuko kichochoroni kabana na babaunsa kama 6 anasikilizia. Mimi napiga simu yake, Mazinge simpati. Nikaona huyo kashakufa nini huyo? Maana isiwe balaa bure. Mabwana alipigwa mabomu ya machozi. Yule msomaji wetu Sahaba alipigwa bomu moja la machozi, akashonwa nyuzi 7. 7 alishonwa, tukampeleka hospitali akashonwa nyuzi 7. Mabwana fujo ilimalizika saa 5 ya usiku. Tukamwambia OCD tupe ruhusa tupite nyumba hadi nyumba tuwatafute. OCD maka Waislamu nao wakawa wametuamini, wakasema hapa nyumba hadi nyumba. OCD akakataa, akasema mimi nitawakamata. Siku ya pili yake Mazingi akasema, jamani naomba kesho atakayekuja kwenye muhadhara, umekosa una kisu. Alitangaza, mimi muona jasiri kweli. Umekosa una kisu, lakini unapanga una nini wewe lete. Ndo kidogo mabwana tukapata heshima. Mtwara mimi sawa. Mtwara mimi nilikuwa najua nakufa, lakini nikaona bora nife kwa ajili ya Allah. Wallahi nilikuwa najua mimi sitoki. Ule umma unapokuja hatumtaki Mazinge, nikaona leo wana mapembe ya uganga, kama pembe vya uganga. Bwana unagombanisha watu hapo Nyamwage hapo, watu wamepigana, wametiana mapanga, eti kibla mbele kuna majini kule wameenda kufukua. Ndugu zangu, hii kazi ngumu sana tunaoifanya. Tunatoa maisha yetu, tunaotoa hai wetu. Hapa mchungaji nitampisha, bado aendelee na kazi hapa, tuseme inshallah. Nataka ile ya pete ndio atufanyie, si ndio Waislamu? Atuonyeshe pete sasa inakuwaje, tuseme inshallah. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii kazi tunaoifanya sisi mtuonee huruma sana. Tena sana. Tunafanya kazi nzito sana. Kazi ambayo lau kama utapewa wewe, mimi nakwambia unasusa na unaachana kabisa. Bwana, bora nikafanye shughuli zangu. Ndugu zangu, jana nilizungumza, sisi tunafanya hivi kwa sababu tunaiandaa akhira yetu. Katika sisi hapa hakuna hata mmoja anayesubutu anaweza kujizuilia asife. Lakini kama utakufa leo, ukishaingizwa kaburini, kesho watu wamekuzika, una chochote ambacho ulichobeba kwa ajili ya Mola wako? Hilo ndio swali la kujiuliza. Mimi Mungu akiniua leo, wallahi cha kubabaishia kaburini ninacho. Nitamwambia Mungu, nilitangaza dini yako, makafiri wakanipiga vita, na baadhi ya Waislamu wenyewe wakanipiga vita, lakini Rabbi sikuacha dini yako kwa sababu nipo kwenye haki, nikasimama kidete kutetea dini yako. Ndio ninachojivunia mimi. Watu wanasema Shafi kachukua hela bwana. Nazitaka,
lakini sio kwa usaliti. Ninaziki, yani mtu akinitajia hela na bwana ananitajia nini bwana, lakini unaichukua hiyo hela kwa mazingira gani? Waadhiru unawanunua miaka 51, ndugu yangu Mazinge, kafungwa kakaangu huyu, kanyolewa ndevu kwa chupa. Ushawahi kunyolewa ndevu kwa chupa? Na sijui alikuwaje. Ali kadogo jana katuambia, ndugu yangu, kafungwa huko kwa sababu ya Uislamu. Miaka yote unatetea Uislamu, inafika siku 3 eti unausaliti Uislamu. Fanya leo unasaliti Uislamu, kesho Mungu anamtuma malaika kachukue roho, unakwenda kaburini. Miaka 30 uliofanya kazi ya Mungu 0, unaenda motoni kwa jambo moja. Sisi Waislamu waadhiri, sisi msimamo wetu unajulikana. Sisi tunasema BAKWATA wanauza mali za Waislamu. BAKWATA hawafai katika dunia hii kwa sababu wanauza mali za Waislamu. Lakini njia gani tunaenda kupata mali zetu? Tunatumia njia gani kwenda kupata mali zetu? Kijitonyama si wameuza jumba ya milioni 380, watu wamefukia siku 6 zilizopita, na kuna sehemu nyingine tutakwambieni watu washauza. Sasa sisi tunakaa tu, wenzetu wanauza. Lakini njia sahihi ya kupata mali zetu zipi? Si tunasema aliyenunua kiwanja dhalimu na BAKWATA madhalimu, na tutapambana mpaka siku ya kiyama. Na sisi ushauri wetu tunasema, mabwana, sisi ushauri wetu tusikate tawi. Kwenda kuvamia vile viwanja ni kukata tawi. Pale tutaenda tutaumizwa. Twendeni shinani. Mabwana, shinani wapi? Shinani wapi? Tuvae mabomu, tuvae nini, tukafie makao makuu ya BAKWATA kwenye shina tukangoe. Tukilichobaki tukubali tufe, hata watu 10,000, lakini watoto wetu watakuja nyuma watajua palichimbika hapa. Kila sehemu ukienda BAKWATA, ukilala ukiamka BAKWATA wanauza mali. Mimi toka nazaliwa na akili zangu nasikia BAKWATA wanauza mali tu. BAKWATA wanauza mali tu. Tunawafanyaje? Tunawasifia ujue hawa. Na wao washatuona si wajinga kwamba wanauza wanasikilizia. Hamna kitu, uza na ile kule. Sisi wajinga wanatuona. Hebu tuanzishe Mtiti makao makuu siku moja pale, hapa hatoki mtu. Famasiala, afu uone itakuwaje. Unsuru akhaka dhaliman au madhlum. Sisi tunasurumiwa Waislamu, nani asiyojua? Sisi tunateseka ndani ya nchi, nani asiyojua? Sasa mtu anakuambia eti mimi nimenunuliwa, waadhiri wamenunuliwa, watetee kiwanja. Mimi nitatetea kiwanja kwa mtu ambaye kanunua dhalimu na waliouza madhalimu? Si msimamo wetu. Tunataka viwanja, tena sio eka 3, eka zote 27. Ziko pale eka 27, sio 3. Watu sio wanasema 3, sio 3, 27 tunazitaka zote. Watu wamejenga TUDSC, shule ya Kibasira zote, uwanja wetu wote tunatakiwa tujenge chuo kikuu. Madhalimu wametokea, wametafuna pesa, wamefanyaje? Na wallahi wa billahi, maneno haya kama nasema uongo, ndugu yangu Ibrahimu anajua. Tumeenda Sumbawanga tumefanya muhadhara. Kuna sehemu moja inaitwa Muze, unashuka Rukwa mabondeni. Muze juu tumeonyeshwa hospitali imeandikwa BAKWATA dispensary. Ukiingia ndani unakutana na sanamu Maria limevishwa rozari. Sisi mabodyguard wa kumlinda Bwana Mtume Muhammad. Bwana Mtume leo anafufuliwa, neno mawili ya mbele ana. Sisi mabodyguard wa kumlinda Bwana Mtume, tunayemlinda katoka meno. Sisi walindaji hata jeraha hatuna. Tulikuwa tunalinda nini? Nauliza, tunalinda nini? Wewe unayemlinda katoka meno mawili, Mtume akifuliwa hapa sema sasa, anasema fata. Wewe umekaa kama bibi harusi, pepo ya pepo pate Firdausi kwa hayo mambo yako. Nikutoleeni mfano Ali bin Abi Talib, niingie katika 77 Mathayo. Mabwana, Ali bin Abi Talib katika sahaba shupavu, alioa mtoto wa Mtume anaitwa Fatima binti Rasulillah. Katika Mayahudi kuna jitu linaitwa Amr bin Hud, kiboko katika makafiri. Makafiri wote walikuwa wanamjua Maka. Hapo Hamza asemi kitu, hapo Uthmani asemi kitu, Ali asemi kitu, Umar asemi kitu.
Watu wakamtia ujinga Amru, wakamwambia ya Amru, Muhammad anatangaza Uislamu unamtazama, kampige Muhammad. Akaenda akamkuta Muhammad kakaa na maswahaba, akamwambia Muhammad, niletee kijana mmoja nipigane naye. Maswahaba wanamjua Amru bin Ud, hakuna mtu hata mmoja yenyesha kidole anataka kupigana naye. Ali akamwambia ya Rasulullah, nipe idhini nikapigane. Ali anatoka mbele, Amru bin Ud anang'aka, anamwambia Muhammad, unaniletea kitoto kama hiko nikiue, watu wa Maka wanilaumu nimekiua kitoto. Kama una mpiganaji njoo mwenyewe tupigane. Ali akanyosha kidole akamwambia, kama wewe utakuwa unajisikia huzuni kutangazwa katika mji wa Maka umeniua kitoto kama mimi nitajisikia faraja katika mji wa Maka kutangaza nimeliua kafiri kama wewe. Akamwambia njoo katika uwanja. Mabwana, zilipigwa panga risali 1.5 jangwani, vumbi limetimka, haonekani Amr bin Ud, haonekani Ali bin Abi Talib. Makafiri wanashangilia, Waislamu wanalia. Likapita tena risali 1.5, wakasikia mshindo mkubwa unadondoka. Makafiri wakashangilia, wakasema sasa Amr bin Ud kamaliza kazi. Vumbi lilipotoka, watu wakitazama wanakuta jitu la miraba 4, kichwa na kiwili vimekaa mbali. Wanamkuta mtu mfupi kashika upanga mkononi na kuja kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamwambia Ali, tupe habari, umelipigaje kafiri kama lile? Anasema sijui, ila wakati tunapigana nikahisi ngao yangu nzito sana, nikajua upanga wa Amr bin Ud umezama katika ngao yangu, ndipo nilipojiangalia ufupi wangu na urefu wa Amr bin Ud, nikaruka nikafanikiwa kukata kichwa cha Amr bin Ud. Mtume akamwambia Mungu anakataza kulinga katika ardhi. Kwa amri yangu mimi iliyotoka kwa Mungu, tembea katika mji wa Maka unavyotaka. Mimi na wewe tukifa leo, kesho kaburini tunasemaje? Ndugu zangu, tuithamini kazi ya Mungu, tuthaminini wahadhiri wenu katika kufanya kazi ya Allah, tuseme inshallah. Ndugu zangu, kabla sijampisha mchungaji minadhalimina, nasi tunasema subhanaka in kunna minadhalimina. Rabbi ukamnusuru Musa zidi ya majeshi ya Firauni, Rabbi ukamnusuru Ibrahimu zidi ya moto, Rabbi ukamnusuru Isa zidi ya Wayahudi wasimuue, Rabbi ukamnusuru mtume wetu Muhammad na sahaba wake katika pango. Rabbi kila anayesimama na kufanya kazi yako akatoa kile ambacho umempa ya rabbal alamina, mhifadhi kwa hifadhi ambayo umehifadhia maneno yako matukufu ya Qur'an yenye aya 6236, yenye maneno 76,440, yenye herufi 322,373. Rabbi mstiri kwa stara ambayo umestiria maneno yako matukufu ya Qur'ani. Rabbi mlinde kwa lindo ambalo umelindia maneno yako matukufu ya Qur'ani. Asiyekuwa na kazi katika sisi mpe kazi njema, asiyekuwa na biashara katika sisi mpe biashara njema, mwenye maradhi katika sisi muondolee maradhi yake. Kinywa tahara cha mtume wako kilisema tutibe maradhi kwa kutoa sadaka. Rabbi usiangalie uchache wa sadaka tunayoitoa, ukitazama hilo utajibu dua zetu. Rabbi usiangalie udhaifu wa imani tulizokuwa nazo, ukitazama hilo utajibu dua zetu. Ya rabbal alamin, tunakuomba wewe kwa sababu wewe ndio umetuleta katika maisha haya, na tunaamini kuna siku utatuondoa kutuingiza katika mwana wa ndani ya rabbal alamin. Rabbi hakuna wa kumuomba isipokuwa wewe ya rabbal alamin. Tunakiri sisi ni wakosefu, tumekukosea ya rabbal alamin, lakini tunaomba utusamehe ya rabbal alamin. Rabbi utusamehe madhambi tuliyokuwa nayo ya rabbal alamin. Tuseme astaghfirullah mara 7.